inamaanisha kwa kweli ile NHIF watu walikuwa wamejisajili milioni 8. Hii SHA sasa imefika watu milioni 22, kwa sababu Wakenya wameanza kujua na kutambua ya kwamba pale katika mambo ya afya tukiungana sisi wote tunaweza kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anapata bima ya afya. Kwa hivyo mimi najua mko na hospitali hapa level 4 imekwama kidogo, si ndio? Na mimi hospitali tunelengole basi koko mwai wa viongozi juu, na mimi nitashughulika na hiyo hospitali yenu, nihakikishe nimekubaliana na Ndutu vile tutaweka equipment, nimekubaliana na mjumbe wenu Ngeno vile tutahakikisha kwamba dunia hiyo inasonga mbele. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo. Mwisho kabisa, mimi nataka niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa Emurua Dikirr na watu wa Narok ya kwamba sisi, hasa mimi kama kiongozi wa taifa hii, nimeamua ya kwamba hatutaki tena siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko. Ndio sababu hiyo nikaunda serikali ya broad based, kuleta wale tuliopiga kura na wao na hata wale hatukupiga kura na wao tuungane, kwa sababu umoja ni nguvu. Tunataka tuunganishe watu wote wa Kenya, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaangalia na kuzingatia mambo ya maendeleo ya taifa hii. Kwa pamoja tupange miradi ya maendeleo, kwa pamoja tuhakikisha kwamba tunajenga barabara, tunaunganisha stima, tunajenga mashule, tunasomesha watoto wetu, tunapanga mambo ya afya na tunapanga mambo ya ajira ya vijana wetu wa Kenya, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutabadilisha Kenya hii. Na mimi nawauliza wale wengine, bado mambo ya siasa haijafika wakati yake. Saa hizi ni wakati wa kufanyia kazi wananchi wa Kenya. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya viongozi. Hatuwezi kuongea mambo ya viongozi kuanza Januari mpaka Disemba, uchaguzi moja hadi mwingine. Hapa katikati ni kufanya kazi ya wananchi, na kama kuna watu hawaoni vile tunafanya, pia watuambie sera yao ni gani kwa barabara, kwa elimu, kwa kuunganisha stima, kwa matibabu. What is their alternative plan? Because we are implementing a plan that unites all the people of Kenya. Wao hawataki broad based, wanataka ya kugawanyisha Kenya. Wanataka wakawanye Kenya, ndio Kenya iende wapi? Munasema tuunganishe Kenya ama tutenganishe watu wa hapa Narok? Tuunganishe ama tutenganishe? Tuunganishe Kenya ndio tujenge barabara pamoja, na tuunganishe wa Kenya wote na stima, na tuunganishe wa Kenya wote pamoja na vijana kwa ajira, na tuhakikishe ya kwamba matibabu imepatikana. Hebu ni wale wanasema tuunganishe Kenya, watu wa Emurua Dikirr. Bas ngagere ange na lein olen ya macha ko mai ko mursijego, lakini magaito watu mmeniambia pia kuna university mnataka tujenge hapa kwenu, si ndio? College moja campus hapa, si ndio? Nimeambia huyu Ngena kwenda hamisha hiyo shule toke hapo, ndio nikuje nijenge campus hapo, ama namna gani? Na ngoma kutayano bas kama Ngena mwenyewe kule ya mission school bi mande school 2 months aitu nyate kwa gini nini nyo anan mejara kata somo ayenge bas. So tuhakikishe namna hiyo ndio tupeleke Kenya hii songe mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie mambo nimekuja hapa vile vile ni mambo ya title deeds. Mimi najua kumekuwa na shamba hapa inaitwa Olongolin. Jana nilipatiana title deeds kwa sababu iko katika mpaka ya watu wa Kilgoris. Leo nimekuja hapa kupatiana title deeds ya watu wa sehemu hii. Tumekuwa na matatizo ya mashamba hapa Narok, lakini mimi nataka niwahakikishie hiyo matatizo yote tutatatua. Hata ile ya Angata ilikuwa na kisirani juzi. Nimeita wazee wa Kalenjin, nimeita wazee wa Masai, tumekubaliana vile kazi hiyo tutatatua, na tunataka amani kuwe pale na kila mtu apate haki yake. Na hata kule Narok tumekubaliana hivyo hivyo. Na hata hapa Oldekesi tunaenda leo, tunataka tuhakikishe wale wanagombana pale, tunaenda pia kunyorosha watu wa Narok West, kwa sababu tunataka kila mwananchi apate hati miliki ya mahali anaishi, ndio hawe na uhakikisho ya kwamba hapo ni kwake. Waendelee na kujenga taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashukuru sana jameni watu wa Narok. Nyinyi ni watu wangwana na watu wazuri, mnanisaidia kulisha taifa letu la Kenya.
Nyinyi ni wakulima wa maana sana. Munazalisha miwa, munazalisha chai, munazalisha mahindi. Nyinyi ni wakulima wa ngano. Nyinyi mnasaidia kuzalisha maziwa. Mimi nasema asante sana. Hata wale watu walikuwa wananisumbua Nairobi na kuweka sufuria kwa kichwa wamenyamaza. Kwa sababu nyinyi mmerudi shambani, tumewapatia mbolea, sasa chakula mingi imepatikana. Mimi nasema asante sana. Tumekubaliana jameni? Tuendelee na hii kazi ama tusiendelee? Mnasema tuendelee ama tusiendelee? Wale wanasema tuendelee na hiyo kazi nione kwa mkono. Bas, mimi niko hapa na viongozi wenzangu. Kabla sijapatiana title deed, mimi bikja title deed korani. Kaobwa, ojo botini, ko kaitwa kina title mamingala. So, niko hapa na governor wetu Ole Patrick Ole Ntutu. Kabla ya Patrick, unajua huyu muungwana? Anaitwa nani? Professor Abraham Kithure Kindiki, Deputy President wa Kenya. Hebu wapi nduru ya Deputy President ya Kenya jameni? Thank you, asante rais. Narok oi! Chamge! Yamne! Ilasino Jesu! Igureno Arab Kindiki! Abunu Emuru Adikir! Mheshimiwa Rais, na shukuru vile umetuongoza kufika hapa. Rais ametembea hapa tangu jana hapa Narok na leo ako hapa Emuru Adikir. Na rais hajakuja hapa campaign kwa sababu campaign haijafika. Siku ya campaign itafika. Na rais anajua kupiga campaign. Na hao viongozi kina Ntutu, kina Ngeno wanajua kupiga campaign. Na kina Olekina. Leo tumefika hapa maneno ya maendeleo na mambo ya mwananchi, kwa sababu kazi kwanza, siasa baadaye. Si namna hiyo? Kazi kwanza. Rais ametangaza ya kwamba Narok kuna nyumba zaidi ya 15,000 lazima tuongeze stima. Ndio hiyo stima ameanzisha hapa. 15,000 households, 2.4 billion. Rais vilevile ameleta title deeds. Rais ako hapa mambo ya barabara. Na rais amekuja hapa pia kutupatia report card ya ile kazi serikali ambayo anaongoza imefanya mpaka saa hii. Ile mbolea ilikuwa 7,000, leo ni 2,500. Na hiyo mambo yote ambayo imefanyika, ambayo inafanyika sasa na ambayo itafanyika, lazima tuipatie kipaumbele. Hatuwezi kuwa taifa la kupiga campaign kutoka Januari mpaka Disemba, kutoka uchaguzi moja mpaka uchaguzi mwingine. Na mimi naomba tukubaliane ya kwamba sisi tutakuwa kwa kazi, wale watu wanapiga siasa waendelee na mambo yao. Tunakubaliana? Jambo la pili na ya mwisho, vile rais amesema, ili tusukume maendeleo ya Kenya, tusongeshe nchi yetu mbele, ni lazima tuwe na umoja wa kitaifa. Na ndio unaona tuko hapa timu kubwa. Tuko hapa na kina Ntutu, na kina Soipan waziri, na Senator Olekina, na Joanna Ngeno. Tuko hapa viongozi wengi kwa sababu tungetaka tusukume mambo ya maendeleo tukiwa pamoja. Na mimi nataka niwaulize, mtushikilie mkono, tuunganishe Kenya ili maendeleo ipatikane haraka. Ya mwisho, wale jamaa nimeona ati wanafanya mikutano ya kupanga ukabila. Hao jamaa waambiwe sio ati hatuko ready, we are ready for them. Siku ya kampeni ikifika, tutawamalizia asubuhi na mapema. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Rais aendelee na kazi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wacha nione kwa mkono wale wanasema endelee. Asante sana, Mungu awabariki. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa wetu Professor Kindiki,
na waheshimiwa wote na watu wa Emuru wa Digir, hamjambo? Habari ya leo? Muko? Na mumefika? Na president wetu amefika? Na mumeona stima? Na mmesikia lami? Na mmesikia mambo mengi ya university? Your Excellency, mimi nataka tu kusema mambo mbili. Ya kwanza kabisa ni kwamba tumeomba hiyo university ya kwamba ile branch ya Masai Mara tupate moja pande hii ya Emuru wa Digir. Your Excellency, hiyo ukitufanyia na tayari tumepata shamba Joana Ngeno, tumesikizana kuna hiyo shamba ambayo tutahamisha hiyo school alafu tuweke. Na sisi tutasaidiana tuweze kuweka hiyo pesa kwa shule. Jambo la pili ni kwamba Your Excellency, maji ya Kelonget, hiyo maji ambayo tumezungumzia pale Olchapose, ni kwamba hiyo maji itaweza kutusaidia kwa hii kwa ward 4 Ilkerin na pia Kapsasian, Mogondo na ile ya Olormasani. Your Excellency, kutusaidia na hiyo maji na kuambia tutakuwa tumeshukuru. Watu ya Emuru wa Digir, muko? Na mumeamua? Mumeona jana pande ile ya Narok? So mumeona watu wameamua na wamesema 2027 tunachagua nani? William Samoei Ruto wakiwa na Kindiki. Sawa sawa? Mambo ya ukabila si nimemaliza hapa Narok? Siku hizi sio mambo imeisha. Basari wanapata pamoja. Mambo ya barabara wanapata pamoja. Mambo ingine ya madarasa wanapata pamoja. Your Excellency, I have nothing to say. These people are very good and they are doing very well. Na hii maneno tumemaliza kwa kaunti yetu, tunaendelea kushikana pamoja. Na nataka tu kukuambia kama gavana wako wa UDA ama Kenya Kwanza, ya kwamba hawa wananchi nilikuwa hapa karibu 2 months ago. Na tumezunguka hapa yote kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya county government. Na ninajua hawa watu tunaendelea pamoja alafu tuende mbele. Ni hivi ama sio hivyo? Ebu. Asante sana gavana wetu. Wacha nimuite senator wetu Ledama Olekina, anasema yeye ni mtu. Haya, watu wa Emuru wa Digir tusalimiane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa unaona matunda ya broad base? Ama nitoe kofia muone vizuri? Sasa si iko sawa kabisa? Kabisa. Sasa sikiza watu wa Emuru wa Digir. Unajua nyinyi watu mnakuanga very independent. Na unajua hata Mheshimiwa Ngonga hajazoea kuwa katika government sana. Unaona? Sasa nimeona matunda ya kuwa katika serikali. Na kwanza niwaletee salamu kutoka kwa Raila Amolo Odinga. Mmepokea? Kabisa. Wakati huu ni wakati, Your Excellency, mimi nakushukuru sana. Kwa sababu ile kazi nimeona umeleta hapa Narok County ambaye imetusaidia sana pia kumaliza ukabila. Hakuna sasa kusema ati hapa makabila hayo ni kabila hii. Sisi wote ni kitu kimoja. Ama namna gani? Kitu kimoja. Na tumeshikana tumalize umaskini. Hii kilomita yote ya stima Kenya Power na PS namuona hapa, Your Excellency, mimi nakushukuru kwa sababu imeleta stima. Sasa ile kitu utapatia hii watu wa Emuru wa Digir. Mimi nikiangalia hawa ni watu ambao wanapenda kusoma sana. Patia hawa resource center kama library kubwa, ndio waweze kusoma kabisa. Tunaona hapa iko watu ambao wamesoma. Ya pili, sisi tumeshikana na William Samoei Arap Ruto kama broad based government. Sisi hatutaki ukabila. Hiyo miaka nende miaka rudi ndio imefanya tubaki nyuma. Mimi niliambiwa